Katika maelezo yangu wakati naanza, nilisema misingi ya umoja wa vijana na nilitaja baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa tufanye. Tuna changamoto moja. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia serikali ya Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakileta fedha nyingi sana za miradi katika maeneo yetu, lakini cha kusikitisha, tuna miradi mingi ambayo inachukua muda mrefu kukamilika, lakini pia kuna mingine inakamilika ambayo haina ubora na inaenda kuwa kero kwa jamii yetu, na ndiyo inayochangia Chama cha Mapinduzi kusemwa vibaya. Nitumie fursa hii kutoa maelekezo kwenu viongozi wa wilaya. Tutakapotoka kwenye baraza hili, twendeni tukafanye ziara ya kwenda kukagua miradi iliyokuwepo kwenye maeneo yetu, na mwisho wa siku tuwasilishe taarifa kwenye Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa, lakini na kwenye Chama cha Mapinduzi kwenye ngazi mliokuwepo. Twendeni tukamsaidie Mheshimiwa Rais kwenda kuhakiki na kusimamia zile fedha zinazoletwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Kwa hili ni wajibu wetu. Asija akakwambia mtu kwamba uruhusiwi kwenda kukagua miradi. Nenda kakague miradi, ujiridhishe fedha zilizoletwa zinafanya kazi sahihi. Leo hii tunaona wakija mawaziri huku kwetu, wakija kukagua miradi, mnaona comments wanazozitoa. Sasa sisi Jumuiya ya Umoja wa Vijana tunaenda tukafanye wajibu wetu na kazi ambayo tunatakiwa kuifanya, ili tukishapeleka taarifa kwenye chama kikaishauri serikali na kuweza kuwakumbusha wajibu wao wa kutekeleza miradi ambayo itakuwa bora, ambayo itakuwa inaakisi thamani ya fedha ambayo imeletwa. CCM oyee! Lakini nitumie fursa hii kusema jambo la mwisho. Ndugu zangu, sisi kama Jumuiya ya Umoja wa Vijana tuna wajibu wa kwenda kusimamia na kuitetea amani ya nchi hii. Taifa ambalo halina amani, maendeleo hayapo. Taifa ambalo halina amani, haki hakuna. Taifa ambalo halina amani, uhuru hamna. Hivyo basi tuna wajibu wa kwenda kulinda amani ya nchi hii kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu sisi tulichoachiwa katika nchi hii, urithi mkubwa ni amani pekee, kiachana naye mambo mengine yote, lakini urithi wa nchi yetu sisi ni amani ambayo tumeachiwa na wazee wetu na waasisi waliotangulia. Kwa hiyo niwaombe sana, tutumie majukwaa tunayoweza kuyatumia, tutumie platform tunayoweza kutumia kwenda kuhamasisha amani ya nchi hii. Nchi hii itakapopata na itakapokuwa na amani zaidi ya hii tuliokuwa nayo sasa, tutakwenda kuwa na maendeleo bora, lakini pia hata wale wanaotaka haki ile ambao wanahisi wao wanaikosa wataipata tukiwa na amani. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kwa ndugu zangu, mimi niwaombeni sana tuyazingatie haya ambayo nimeyasema leo hii, lakini naamini yote kwa yote viongozi wangu nyinyi ni wasikivu sana na waelevu sana. Naamini tutaenda kuyafanyia kazi na mwisho wa siku tutakijenga chama chetu na tutaijenga jumuiya ambayo itakuwa imara na madhubuti sana. CCM oyee!